For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu leo tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2020. Somo letu tunasema ni kuanza kidogo kwa imani. Jinsi gani unaweza kuanza kidogo kwa imani? Start small by faith. Kuanza kidogo ni kuanza kwa imani. Kuanza kidogo. Mtu yote yule ana jambo lake anataka kulianzisha, inabidi anaanza kidogo. Kuanza kwa imani. Hatuanzi kwa kuona, tunaanza kwa imani. Kwa kuona ni wale watu wanaosema kwamba nina wazo lakini sina mtaji. Anataka aone pesa, anataka aone duka, anataka aone vitu. Sasa kuanza kidogo kwa imani ni kuanza kwenye makaratasi. Wazo lako unaliweka kwenye makaratasi. Na Mungu, formula ya Mungu ipo hivyo. Mungu ampi mwanadamu wazo pamoja na fedha. Mungu ampi mwanadamu wazo pamoja na fedha. Mungu anakupa kimoja kati ya hivi. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba kama hauna fedha, hauna cash, wewe umedesigniwa, umetengenezwa, umeumbwa kutengeneza wazo ambalo Mungu ataleta mtu mwenye fedha mfanye kazi pamoja. Siri ya Mungu na formula ya Mungu, tangia alipoumba hii dunia, aliumba vitu viwili viwili. Tangia Mungu alipoumba hii dunia, aliumba vitu viwili viwili. There is a power in knowing these two things. God created everything twice. Kila kitu tunachokiona Mungu aliumba viwili. Kwamba haiwezekani leo hii Mungu akakupa wazo akakupa na pesa. Haiwezekani. Wazo ukijumlisha na pesa ndio unapata biashara. Ndio unapata biashara. Wazo ni mwanamke, female. Pesa ni mwanaume. Ukiweka mwanaume na mwanamke pamoja, unapata mtoto. Kwa hiyo haiwezekani leo wewe mwenyewe unatafuta pesa, wewe mwenyewe unatafuta wazo. Haiwezekani. Kama wewe unajua kabisa hauna cash, tafuta wazo. Mungu ataleta mtu mwenye fedha atakayewekeza kwenye ile wazo lako. Kama vile vifungo vinaitwa bibi na bwana, kikiwa kimoja tu afanye kazi. Sasa lazima uangalie watu wote duniani, na Mungu hataki ufanye kazi mwenyewe. Mungu alisema si vyema huyu mtu kukaa peke yake, nitamfanyia msaidizi atakayefanana naye. Kwa lazima ujue kabisa kwamba watu wengi kuanza kidogo ni kuanza na wazo. Wazo linaanzia kwenye imani, kwamba unaamini wazo lako. Kwa mfano sisi katika huduma tunaamini wazo letu la Kingdom Business. Tunachokifundisha sisi tunakiamini na tunakipenda. Tunajua kabisa kwamba hii huduma itakwenda mbali sana. Kwa sababu hatufundishi kama watu wengine wanavyofundisha. Hii ni style yetu. Sisi tunafundisha sawa na muda. Tunafundisha kufanya biashara kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo lazima uangalie, sisi hatuna kwaya. Sisi hatuna maombi ya vita. Sisi tuna mawe matano, funguo tano, kama zile mawe matano nitawaambia. Tuna mawe matano kama yale Daudi aliyochukua kwenda kumuua Goliath. Kwa lugha nyingine tuna funguo tano.
tunazoamini katika hii huduma ndio zitakazotutoa. Funguo 5 nitawapatia hizo funguo 5. Kwa hiyo sasa lazima uangalie kwamba tunaamini wazo letu, tunajua kabisa na wazo letu tunaenda kufundisha mtu mmoja, atuangalie makundi ya watu. Hii sio huduma kuangalia makundi ya watu. Mungu alianza dunia na mtu mmoja tu. Kwanza na watu wengi, mtu mmoja. Ukiangalia alikuja mtu mmoja tu, Yesu, akaleta mapinduzi yote kwenye Injili. Biblia inasema ukiwa na kondoo 100 akipotea mmoja, achana na wale 99 katafute mtu mmoja tu akiokoka, akitubu, mbingu zinashangilia. Sasa unakaa unahangaika na watu wengi yani. Umeshapata mtu mmoja wa kumfundisha. Umeshapata huyo mtu mmoja, na huyo mtu mmoja amepata shuhuda. Huyo mtu mmoja amebadilika, amekuwa transformed. Amebadilika. Kama hajabadilika, endelea kufundisha mpaka badilike. Endelea kufundisha mtu mmoja mpaka badilike. Endelea kufundisha mtu mmoja mpaka aongee kama wewe. Wanafunzi wa Yesu aliwafundisha mpaka kaongea kama yeye, wanatembea kama yeye, kila kitu wanafanya kama yeye. Hiyo ndio stage ambayo unatakiwa ufike. Ukishafika kwenye stage hiyo, Mungu anakureward. Mungu anakupa tunzo. Kwa sababu kuna mtu mmoja anafanana kama wewe. Lakini kama hakuna hata mtu mmoja anafanana kama wewe, hamna kitu kilichofanya kwa dunia. Ni kwamba unashika vitu vingi. Unashika vitu vingi. Kwa hiyo kwanza kidogo ni kwanza kwa imani. Sio kwa kuona. Kwanza kwa imani ni kwanza kwa vitu vitano hapa. Kuna vitu 6 hapa nataka nikuandikie kabla sijakupa funguo zangu 6, funguo zangu 5. Kwanza kabisa kuna vitu ambavyo unavyo. Kuna vitu ambavyo unavyo. Namba 1, una muda. Hivi ni vitu ambavyo unaanza navyo. Namba 2, una energy. Una nguvu. Kwa sababu umeweza kuja hapa. Namba 3, una taarifa. Information. Namba 4, una knowledge. Kuna maarifa ulionayo. Kuna maarifa ulionayo. Unajua kufua, unajua kupika. Unafuaga nguo zako mwenyewe, unafanyaga usafi chumbani kwako. That's the knowledge. That's the knowledge. Namba 5. Namba 5. Nataka tuangalie ile eneo litakusaidia sana mbele ya safari. Namba 5, una experience. Kuna uzoefu ulionao. Una experience. Una uzoefu wa kitu fulani ambacho unakifanya. Very local. Unajua kufagia, unajua kubrush viatu, unajua kufua nguo, unajua kufanya usafi chumbani kwako, unajua kupika chai, unajua kuogesha mtoto, unajua kuna kitu unajua, kuna experience ulionayo. Namba 6, faith. Kuna kitu unachoamini. Kuna kitu unachoamini. Kwa sababu hata kutokuamini ni imani. Hata kutokuamini kwamba Mungu yupo, hiyo nini? Ni imani. Hakuna mtu ambaye ana imani. Hata unasema nisiamini kama Mungu yupo, tayari ni imani. Kutokuamini ni imani. Hivi ni vitu 5, vitu 6 ambavyo naanza navyo. Unaanza kidogo kwa imani, muda unao. Masaa 24 una afya. Kuna taarifa ulizonazo. Hata wewe kufahamu hapo, kuna mtu alikuwa na taarifa kuhusu mimi, akakwambia ndio sababu ukaja hapa. Kuna knowledge ambayo mtu amesikia kutoka kwangu, akaona zitakusaidia, akasema nenda darasani. Kuna experience. Kuna kitu changu ambacho mimi nimefundisha kimesababisha mtu akakitumia kafanya kazi kwenye maisha yake. Na aliamini kila kitu nilichokuwa nafundisha. Kila mtu ana kitu kidogo. Tunasema start small. Start small. Tunasema anza kidogo. Anza na ule ujuzi ulionao wa kubrush viatu. Anza na ule ujuzi ulionao wa kubrush viatu. Kwa sababu tunaposema anza kidogo ni kwamba Mungu hata siku moja aanzaji biashara na mtu, wala Mungu aanzaji maisha na mtu hata siku moja. Mungu ashakupa vitu ambavyo unaweza kuanza mwenyewe. Akiona umefanya ndio anakuja baadaye. Yaani Mungu ni kama benki. Benki impagi mtu pesa, mtu ambaye ana biashara. Benki inampa mtu pesa, mtu mwenye biashara. Benki inakupa, inakuongezea mtaji. Na Mungu ni hivyo, Mungu anakuongezea mtaji.
Ndio sababu hata wanafunzi wa Yesu kusoma kwenye Luka 17:5, wanafunzi wa Yesu walimwambia Bwana tuongezee imani. Kwa sababu walikuwa nao kidogo, wakaomba fanya nini? Waongezee. Kwa sababu walikuwa wana imani. Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sio kwamba anacho, lakini hatafanya nini? Hatapungukiwa. Leo Mungu haanzaji na mtu. Mungu haanzi maisha na wewe, Mungu haanzi biashara na wewe, Mungu haanzi safari na wewe. Yaani wewe ukisema unataka kusafiri, wewe anza mwenyewe kukutana na Mungu wako. Ndiani ndio Mungu alivyo. Mungu haanzaji na mtu. Anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake, ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Kama kwanza mtafute kwanza, wewe utafute, sio akuzidishie. Mtafute kwanza yeye. Kwa lazima ukae chini uangalie ni eneo gani ambalo umeshindwa kuanza kidogo. Watu wanataka kuanza kwa kuona. Kwa kuona nataka apewe mtaji. Familia nyingi sana. Hata familia yangu mimi, dada zangu, ndugu zangu wanakufuata wanakuambia naomba mtaji. Naambia vipi mpagi mtu mjinga pesa? Unataka kufanya nini? Tafuta maarifa, wanafundisha kitu ambacho unataka kufanya. Ukishapata maarifa njoo utakufanya. Hata kwanza na imani. Hata kwanza na nini? Na maarifa, kuna knowledge hapo. Na muda nao, na ana afya. Taarifa nao za biashara. Knowledge, ana experience ya kitu fulani. Weka imani. Usipochanganya na imani, hasifanyi kazi. Chochote hivi vitu vyote vitano hapa, usipochanganya na imani, havifanyi kazi. Havifanyi kazi. Lazima uchanganye na imani. Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Hivi vitu vyote nilipokuandikia hapo, usipochanganya na imani, haifanyi kazi. Waebrania 4:2, neno la Mungu linasema nini? Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa alikuwafaa hao kwa sababu alikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Ni injili iliyohubiriwa miaka nyuma. Ni injili hii tunahubiriwa sisi. Sisi tunawaona wale wa zamani hawakuchanganya na nini? Na imani. Hawakuwa na smartphone, hawakuwa na kompyuta, hawakuwa na ndege, hawakuwa na hivyo vitu. Sisi tumechanganya na imani, leo tunaruka na ndege. Tumechanganya na imani, tuna kompyuta, tuna smartphone. Tumechanganya na imani, tuna manyumba ghorofa 100. Tuko pamoja. Tumechanganya na nini? Na imani. Tuna magari. Wenyewe walikuwa wanatembea kwa miguu, tembea na farasi, tembea na ngamia. Lakini sisi tumechanganya na imani. Tuna mashine, unakaa kwenye mashine inakimbia. Tuko pamoja. Sasa wanaokuja baada yetu sisi watakuwa akisema New York, anakwenda New York, hakuna kupanda ndege. Akisema anakwenda Dar es Salaam, akisema Arusha, akitaja location anakwenda. Wale watakuwa wanaishi kwa hiyo, akili yao itakuwa imefika kwenye hicho kiwango. Wanasema tena hawa waliopita au kuchanganya na nini? Na imani. Watakuwa wanatembea na magari. Angalia sisi tunatembea na magari. Unakuta mtu ameshika remote control. Anaweka begi lake mgongoni, anaseti Google Map, anaangalia anakwenda soko kuu, anakwenda mjini, anabonyeza, anaweka ile location, akishaweka kubonyeza enter, anaondoka na remote. Akibonyeza hivi anakwenda hivi, akibonyeza anakwenda, akibonyeza hivi anakwenda chini, akibonyeza anaenda juu. Hakuna tena remote ameshika, anapaa na remote. Ndio tunakwenda. Hakuna tena kusema eti kwamba kama unaona wachawi wana teknolojia kubwa kuliko Wakristo. Wachawi wanaweza kuruka na ungo, lakini Mkristo mpaka apate ndege. Na kama ana hela asafiri. Mchawi kama ana hela anasafiri, anatumia kinywa chake. Anasafiri. Mchawi atumii tiketi ya ndege. Mimi siku moja nimeona wa Senegali walipo wengi Marekani. Nikajiuliza jamaa wanakujaje huko? Alafu ajui Kiingereza, ajui chochote, ametoka kijijini, yeye ukimwangalia alivyo. Huwezi kuamini mtu amekuja New York. Ajui kuandika, amekuja, mimi nasema kama jamaa wanakuja kwa ungo. Sisi mwanao barabarani ndio tunauza vitu. Yeye ukimwangalia ajui kuandika, ajui Kiingereza, Kifaransa anachoongea ni kipofu, anaongea lugha ya kwao ya kijijini, kama vile Mchaga anaongea Kimachame tu, au Mwiraki anaongea Kiraki, hajui Kiswahili.
lakini yuko New York anauza vitu $10, $2, $3. No. Kama unavuna China anajua kusema tu zile namba na kurudisha check. Amekujaje kwenye ile nchi? Wale uwezo wanaingia kwenye nchi za watu na wanafanya kazi. Uje kuona mtu anakaa na mtu hivi analala usiku anaondoka hata kufanya shughuli zake anarudi asubuhi. Unaona mwili uko hapo lakini utashaondoka. Kwa hiyo lazima ukae chini uangalie kwamba huko tunakoenda watasema tukuchanganya na nini? Na imani. Hakuna mtu atakuwa anatumia smartphone. Hamna. Atakuwa akiongea. Yaani itafika mahali mimi nitakuwa nikinyamaza naongea na wewe spiritual. Yaani naongea brain to brain. Akili kwa akili tunaongea kama kompyuta tunavyoongea kompyuta na kompyuta. Kwani unasikia kelele ya kompyuta na kompyuta tukiongea? Wewe unasikia. Hivyo tutafika mahali kwamba nimenyamaza hivi lakini naongea na wewe. Naingia kwenye tunaongea kwa ulimwengu wa kiroho. Wewe umeshasikia malaika wanaongea? Malaika mpaka ongea. Malaika wanaongea kwa akili. Sasa lazima tuangalie kwamba imani huwezi fanya kitu chochote usipochanganya na imani. Kwa sababu hofu ikishaingia tu imani inaondoka. Sababu kinyume cha imani ni nini? Ni hofu. Kisha imani inaondoka. Kwa hiyo lazima ulijue hilo litasaidia mbele ya safari. Somo letu tunataka tuangalie jinsi ya kuanza kidogo kwa imani. Kuanza kidogo kwa imani. Tutamshukuru Mungu kwa dakika moja. Alafu tuendelee na kipindi chetu Start Small by Faith. Sio kuanza kwa kuona. Wakorintho wa pili sura ya 5:7 inasema tunaenenda kwa imani sio kwa kuona. Basi tumshukuru Mungu kwa dakika moja alafu tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa majira ya saa 5 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku hii mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa siku ya jana, sana kwa siku ya leo, sana kwa siku ya kesho. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 4, sana kwa majira ya saa 5, sana kwa majira ya saa 6. Tunabariki majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa furaha ya Kristo uliyoweka mbele yetu. Tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuomba utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo wa Nazareth iliyomwagwa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha katika majira ya saa 5, uwe mwalimu wetu. Fundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. Start small by faith. Kuanza kidogo kwa imani. Lazima uanze kidogo kwa imani. Kwa sababu kuanza kidogo kwa imani ni kutoa mawazo yako kichwani ukaweka kwenye makaratasi. Lazima uanzie kwenye makaratasi. Uwe na kitu kinaitwa point of contact. Kiunganishi chako wewe na Mungu. Point of contact. Mungu anataka aone mawazo yako kwenye makaratasi. Kama hujaweka mawazo yako kwenye makaratasi, Mungu hafanyi kazi nayo. Ile karatasi ndio point of contact. Ni kama ile fimbo ya Musa. Ndio Mungu anapitisha nguvu yake kwenye nini? Kwenye ile karatasi. Yesu alichukua chai, akibariki, akasema ni damu yake, akachukua mkate akabariki, akasema ni damu yake, ni mwili wake. Point of contact. Lazima unapoingia kwenye maombi uwe na kitu umeshika mkononi kinachofanania na kile kitu ambacho
unafikiri kwamba ndicho unachotaka kiwe, na uomba Mungu akupe fedha, lazima umeshika hata shilingi 50 mkononi. Wewe kwenda kuomba fedha hujashika kitu, unaomba nini? Yesu alitaka mikate iongezeke, samaki iongezeke, alikuwa ameshika mkononi. Lakini unaomba pesa, hamna hata shilingi 50 umeshika mkononi. Ile shilingi roho iliyoko kwenye senti 5 ndio roho iliyoko kwenye shilingi 10,000. Roho iliyoko kwa mwanamke aliyeshika mimba sasa hivi ndio roho iliyoko kwa mtu ana miaka 120. Kweli uongo? Ni roho hiyo. Kutoa mimba umeua, akiwa mwanadamu mtu mzima umeua. Kwa hiyo sasa roho ni ile. Na sababu unapoomba fedha lazima uwe specific. Kiwango cha fedha unataka. Unaweza kuomba pesa ukapewa, ukabadilishia, ukapewa kiwango kidogo. Unaomba milioni, hujasema milioni, unapewa shilingi 10,000. 10,000 ni hela. Unapewa 500, 500 ni hela. Kwa hiyo lazima angalie roho iliyoko kwenye shilingi 10,000 ndio roho iliyoko kwenye senti 5. Lazima uwe specific kwa kile kitu unachokitaka. Kwa hiyo sasa Mungu anafanya kazi na mtu, wazo ambalo limewekwa kwenye makaratasi. Kinachosaidia wa China leo, wa China kila kitu wanachokifanya kiko ndani ya makaratasi. Wa Japani, wa Israeli, kila kitu wanachokifanya kiko kwenye makaratasi. Wa Japani mwaka 1000, wa China, wa Israeli mwaka 1948 wa Israeli ndio waliingia katika ile nchi, katika ile eneo la Israeli. Mwaka 1949 kwa ndio Umoja wa Mataifa ulianzishwa. Wakaitwa nchi zote duniani na Waisraeli walienda katika ile nchi. Waarabu walikusanyika wote, wakaenda Umoja wa Mataifa. Walikusanyika. Waarabu kitu walichouliza, waliomba tu Waisraeli waoneshe haki miliki ya wao kuwa pale katika ile eneo. Waisraeli uzuri hawaachagi Biblia, walikuwa na Biblia kule Umoja wa Mataifa, wakasoma kitabu cha Mwanzo 13. Ukisoma Mwanzo 13 yote ndio haki miliki ya Waisraeli kuwa katika ile eneo. Nitakusomea mistari miwili, mstari wa 14 na 15. Mwanzo 13 na mstari wa kwanza mpaka 18 na kusomea wa 14 na 15. Hii ndio haki miliki ya Waisraeli kuwa katika ile eneo. Neno la Mungu linasema nini? Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi yote ulionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Waisraeli wakafunga Biblia, wakasema nchi tunayoishi ni baba yetu, Mungu alimwahidi babu yetu Abraham. Story kaisha mpaka leo. Waisraeli kitu walichofanya, wakatengeneza master plan ya miaka 100. Wakaichora ile nchi, master plan ya miaka 100. Miaka 100 inaisha 2000, 2100, 2050, 2046. 2046 miaka 100 inaisha, bado miaka 29 haijafika. Na wanajenga kila siku. Kila waziri mkuu wa Israeli anayeingia madarakani anajua mwenzake amejenga mpaka hapa, yeye anaendeleza. Wamejipanga. Nchi za Afrika zina master plan, wanajenga holela, hawana master plan. Leo kwa Mrombo ni mji mpya, leo angalau umejengwa holela. Usa, angalia kila pale, Ngaranaro, wapi kote kumejengwa holela. Kwa nini? Na kuna wizara ya ardhi, hamna master plan. Wakitaka kupitisha maji, barabara wanabomoa nyumba za watu. Ndio sababu inaitwa Afrika, wanaita Dark Continent, bara la giza, kwa sababu watu hawafikiri, wameacha kufikiri. Unajua shida ya Mwafrika anafikiria pesa, ndio shida ya Mwafrika. Kwa hiyo sasa lazima uangalie kwamba hao walianza kuchora, wanachokipata ni nguvu ambayo Mungu ameweka kwenye ile makaratasi. Na wakati wanachora hii ramani, Waisraeli walikuwa ni watumwa kwenye nchi za watu, na wamachinga kwenye nchi za watu. Walikuwa ni wamachinga Marekani, wanauza vitu barabarani, walikuwa wamewekwa kwenye grupu la watu. Leo hii Mwisraeli hayuko kwenye grupu la mzungu wala mtu mweusi, yuko kwenye grupu lake mwenyewe, na ndio kubwa kuliko grupu la watu wengine wote duniani. Kisikia tu ni Mwisraeli tunashtuka, wanasema tunashtuka. Hawako kwenye grupu la wazungu, hawako kwenye grupu la watu weusi, la Wachina, ni grupu lao wenyewe, na ni first class, grupu la kwanza. Na hakuna mtu anayemkaribia Mwisraeli. Kusema kuna mzungu anakaribia Mwisraeli. So Mwisraeli yuko namba 1, kuna namba 2, kuna namba 3, kuna namba 4 mpaka namba 9. Mwisraeli ataki mtu amsogelea awe namba 2. Ataki. Mwisraeli anaacha watu wote. Namba 7 huko kwenye namba 7
namba 8. Hataki mtu amsogelee hata awe namba ngapi? Namba 2. Ina maana ukiwa namba 2 utakuwa wa kwanza. Hataki mkiwa wa 3 utakuwa wa pili. Anakwambia muwe wa 7 kwenda kwa chini. Kwanza namba 1 mpaka namba 7 ni nani? Ni Mwisraeli. Nafasi zote hizo 7 za Mwisraeli. Namba 1 mpaka namba 7. Kwenye maisha tunayoishi leo ni za Mwisraeli. Namba 8 ndio wanakuja wazungu, wanakuja wa China huko, wanakuja wa Japani na wengine wanaenda huko chini mpaka kuendelea. Waafrika tujui namba ngapi. Kwa sababu kama Mwafrika anamtegemea Mchina na Mchina huko namba 9 10 kuendelea huko. Kwa changamoto ni kubwa. Kwa lazima uangalie walichora master plan. Kile walichokichora Mungu anawabariki. Ni mataifa mangapi leo hii wanatoa fungu la 10 la kodi ya TRA kwa nchi ya Israeli? Kodi ya serikali ya Marekani, TRA ya Marekani inatoa fungu la 10 kwenye serikali ya nini? Ya Israeli. Taacha kujenga. Hiyo ni nchi moja tu, Uingereza, Swiss. Mataifa chungu nzima wanatoa fungu la 10 ya kodi ya serikali yao kupeleka wapi? Israeli. Wataacha kujenga, wanajenga na hawajawaomba. Waisraeli hawajawaomba. Wao wamesoma maandiko, wakaamua wakasema atakayebariki Israeli naye amefanya nini? Barikiwa. Barikiwa. Hawajawaomba. Waisraeli waombe kikonyo wamenyamaza kimya. Wamenyamaza kimya na mambo yao. Teknolojia zote duniani zinatokea wapi? Israeli. Israeli. Kwa hiyo lazima ukae chini uangalie watengeneza master plan. Na Mungu anawabariki. Ukichora ramani ya nyumba, ile nyumba sio mali yako. Ile nyumba ni mali ya Mungu. Kazi yako wewe ni kutoa ile nyumba kwenye kichwa kuweka kwenye makaratasi. Kazi yako wewe ni kutoa ile biashara kwenye kichwa kuweka kwenye makaratasi. Umeshamaliza kazi yako. Ile bado ni kazi ya nani? Ya Mungu. Brother, ngoja nikwambie. Ukachukua mbegu ya mahindi, ukafukua shimo, ukamwaga, ukaweka chini, ukafukia ile shimo ukamwagia maji. Kazi yako yote ni nani? Sio kazi yako. Wewe kazi yako umeshafanya nini? Umeshamaliza. Kazi yako umeshafanya. Hapa duniani kila kitu unachokiona kilitengenezwa 40%. Kila kitu unachokiona. Ukiangalia mbegu ya mahindi, Mungu aliumba 40%. Mungu akumaliza kazi ya uumbaji. Mtu alimaliza kazi yake ni Yesu. Mungu hajamaliza nini? Kazi yake. Tunachotakiwa tuende 100%. Mungu anachokitaka wewe ufanye 20% tu. Utoe wazo lako kichwani. 20%. Aingie tena kwa 40%. Amalizie iwe 100%. Wewe unataka kufanya 40%. Alafu kishafikisha 100%, anakupa nipe 10%. Nyingine baki nayo. Hii 90 baki nayo. Bado unashinda. Kila kitu unachokiona duniani kimefanya 40%. Wewe unataka kufanya 20%, amalizia 40% iwe 100. Akuachie. Anakuwa anakuambia mimi nipe 10% tu. Inatosha. Nyingine nenda kufanya kazi yako. Bado unashinda. Kutoa wazo kichwani. Kakaa chini ukafikiri. Una muda, una nguvu, una taarifa, una maarifa, una experience, una imani. Kutoa wazo lako kichwani ukaweka kwenye makaratasi. Kuweka wazo lako kwenye makaratasi ya 20%. Yule kijana Mkenya alitoa wazo lake kwenye akili la M-Pesa, akaandika page 43, akaenda Safaricom. Akafanya presentation, wanafanya kazi pamoja. Ni bilionea. Kwa nini? Ni wazo. Yeye alikuwa na wazo, Safaricom wana hela. Sasa leo wanafanya biashara pamoja. Sasa uweze kusema unataka pesa. Mungu hampi mtu mjinga pesa. Mungu anapa mtu mwenye mawazo pesa. Mtu mwenye wazo anapewa pesa. Analetoa mtu mwenye pesa. Sasa leo unasema unataka kufanya biashara, unasema sina mtaji. Mtaji wako ni muda, ni afya ulionayo, taarifa ulizonazo, maarifa ulionayo, uzoefu ulionao, changanya na imani. Changanya na nini? Na imani. Tunaona vitu vinatokea. Kwa sababu jiulize kuanzia mwezi wa kwanza mpaka leo hii, umesoma vitabu vingapi? Umekuta kwenye semina ngapi? Umesoma kwenye Biblia, umesoma vitabu vingapi? Umenunua vitabu vingapi? Umeenda kwenye semina ngapi? Umeenda kanisani mara ngapi? Umeandika diary ngapi? Unakuta hamna kitu unafanya. Alafu unataka Mungu akubariki. Unajua brother, ngoja nikwambie. Ukienda kwenye maombi, unaenda kumwomba Mungu kitu. Ukienda kwenye maombi, achana na Mungu. Achana na Mungu. Ukienda kwa Mungu unaenda mbali sana. Ni Magufuli anataka kuongea naye. Anakwambia tarehe 1 mwezi wa 7 nataka tuonane. Uniletea wazo lako. Tajiandae mpaka kuvaa.
mpaka kunyoa, kila kitu afanye nini. Kama unaweza kujiandaa hivyo kwa mheshimiwa rais, kwa Mungu zaidi. Kwa Mungu zaidi. Anakuambia niletee wazo lako, utanua diary mpya, yaani saizi uko na wasomi, mnaandika nini? Business plan. Mko mahali uko kwenye vyuo vikuu na walimu na maprofesa, mnaandika nini? Unatembea kila mahali kutafuta ushauri, Hivi niambia kama ni Mungu amekwambia hivyo, si zaidi? Kwa sababu huwezi kukutana na mheshimiwa rais ukarudi kama ulivyokuja. Kweli uongo? Utamwambia mambo atakaje? Atakufa kazi. Mheshimiwa rais akupe masaa mawili tu uongee naye. Lisali moja dakika 60. Umeshamaliza na kazi umeshapewa. Na umeshapenda kamaone fulani. Biashara imeisha. Na unaweza kukutana na Mungu akakuacha kama jinsi ulivyo. Sio rahisi brother. Ukutana na Mungu hawezi kuacha kukutana na Mungu. Kwanza ukutana na Mungu hata kama kuna ugonjwa ndani. Ugonjwa kwenye mwili wako. Unakimbia. Unaona Yesu alikuwa anapita. Barabara watu mavipo wanafanya nini? Hajaongea na ule mfiana anapita. Uwepo wa Yesu mavipo inatoka. Sasa lazima uangalie umejipanga kufanya nini na utaanzaje. Hivi yote hapo unazo, muda unao, kila siku unatoa masaa 24 mapya, afya unayo, kuna taarifa unazo, kuna maarifa unayo ya kupika, ya kuvosha vyombo, kufua nguo. Kwenye nataka nikwambie kwa mfano leo kupiga viatu brush. Mungu anachotaka anataka kukutanisha mtu ambaye atakusaidia wewe. Utakutana naye nyumbani kwako. Wakati umeamua kwenda kubrush viatu barabarani, unataka kubrush viatu vya mtu ambaye ulikuwa unataka kukutana naye. Utaongea naye dakika 2 tu, atakuuliza, kijana mimi nataka niambie unajua nini? Utakapomueleza kitu unachojua. Biashara inaanzia hapo. Lakini ulianza na kubrush nini? Viatu. Ukakutana na huyo mtu kwa barabarani. Kuna methali moja ya Kimeru naipenda sana hiyo methali. Inasema mguu unayotoka unarudi na unyevu. Mguu unayotoka nyumbani, ule mguu ukirudi unarudi na nini? Na unyevu. Na mguu usipotoka haurudi na kitu. Ina maana kwamba utakapotoka ili lazima kuna kitu kwanza kidogo kuna kitu unachokijua wewe. Unajua kuchoma mahindi. Nenda kachoma mahindi. Utakutana na mtu kule barabarani ambaye ndio Mungu alitaka ukutane naye. Atakuja atanunua mahindi. Mungu atawaambia nenda kaongee. Mungu anamtuma mtu nenda kaongee na yule bwana anachoma mahindi pale. Anakuja kukuletea wazo ambalo ulikuwa unataka lakini ungekuwa nyumbani kwako usingelipata. Kwamba ndio kwanza kidogo. Sasa watu wengi wanakopa zile biashara zenye aibu. Kumbe ajui zile biashara zenye aibu ndio zinakupeleka kukutana na watu ambao ni wasaidizi wa hatima yako, wa maono yako na ndoto yako. Sasa kama hujaanza kitu, utakao kuanzishia kitu. Lazima uanze. Kwamba lazima uanze. Sasa hivi unaweza kuondoka hapa. Abraham, Mungu alipomwambia aondoke nyumbani kwa baba yake, aende nchi nitakayomwonyesha. Abraham ajua anaenda. Alipofika kampeni hapo, kumbe alipofika pale alifika Misri. Hata kuanza atafanya kazi gani? Abraham akawa anatunza mazingira. Akawa anatunza nini? Yaani ni kama sasa hivi wewe, ni kama sasa hivi aje mzungu kutoka Marekani. Alafu yule mzungu anafagia kule stendi kuu. Kila mtu atamshangaa. Ndio kitu ambacho kilitokea kwa Abraham. Mfalme akamwona Abraham akiwa na mke wake anafagia. Wanatunza mazingira. Akasema wala tuna watu gani? Kwa sababu sio nchi yao, hawafanani na nini? Na rangi yao. Ndio mfalme akamwona mke wa Abraham akamtamani. Biashara kaanza. Amemchukua mke wa Abraham. Usiku malaika akamtokea akamwambia ukimgusa wewe mwanamke ni mke wa mtumishi wangu, nitakuua wewe pamoja na wafanyakazi wako. Ndio hapo kaanzia mfalme akampa Abraham mali zote. Akampa eneo, akampa na mifugo na ngamia na pesa na kila kitu. Tajiri wa Abraham ukafanya nini? Ukaanzia hapo. Kama kutoka kule nyumbani kwa baba, angelipata ule tajiri.
Angelipata na Abraham anaambiwa nenda nchi itakayo kuonyesha, ajui ni wapi, na ana miaka 75. Wewe kuna mzee wa miaka 75 utamwambia aondoke kule Machame, nenda hata asikie sauti. Ataondoka. Yeye kwanza ana miaka 75 ameshajua kwamba atafanya nini. Anakufa. Ameshajua kufa. Abraham alikuwa anawaza kifo hata siku moja. Abraham alikuwa anawaza kuishi milele. Alikuwa anawaza kuishi nini? Na ndio sababu Mungu akambariki. Kaambia ondoka nyumbani kwa baba yako. Tunataka watu ambao wanawaza kuishi milele. Sio watu wanawaza kifo. Hata Daudi angeishi muda mrefu sana. Daudi alikuwa anawaza kifo. Ndio sababu akafa mapema. Daudi alikuwa anatakiwa ishi muda mrefu sana. Alikuwa anaanza kifo. Tusome kwenye Zaburi ya 90. Zaburi ya 90. Tuanze mstari wa ngapi? Tusome mstari wa 10. Ukianza Zaburi ya 90 ukisoma yote utapata story nzima. Neno la Mungu linasema nini? Siku za Daudi huyu anasema, siku za miaka yetu ni miaka 70. Na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi kutokomea mara. Sasa Daudi anaanza kutabiri yeye mwenyewe the miracle, miujiza iko kwenye kinywa chako. Muujiza kwenye nini? Kwa sababu nguvu ya mauti na uzima iko ndani ya nini? Ya kinywa chako. Akaanza kuongea maneno. Akafa na miaka 80. Alikuwa anatakiwa ishi muda mrefu sana Daudi. Lakini alianza kutamka kifo. Hata Yesu alikuwa anataka kuishi miaka mingi sana. Tuko pamoja. Akaanza kutamka nini? Ambia siku ya tatu nitakufa, siku ya tatu nitafanya nini? Nitafuka. Lakini Yesu alijua ameshamaliza nini? Kazi yake, hana kitu cha kusema. Ukishamaliza kazi yako hapa duniani, anza kutamka kifo. Hata Miles Monroe anaweza kutamka kifo. Anasema die, anambia live full, die empty. Live, die empty. Sasa mimi nimeshamaliza. Akafa, akaondoka. Ukishaona mtu anaanza kutamka kifo, anasema kazi yake. Kwa hiyo nguvu ya mauti na uzima iko ndani ya nini? Ya uwezo wa mtu, ulimi wa mtu. Kwa hiyo lazima uangalie namna gani unajua hujamaliza kazi ya Mungu, hujafanya kazi ya Mungu. Acha mambo kutamka kifo. Acha kutamka mambo ya kifo. Hujafanya kazi ya Mungu, hakuna kitu umefanya. Na ukiondoka mapema unaenda kuteseka. Unaenda wapi? Unaenda kuteseka kwa sababu hujamaliza kazi, haujatubu, alafu unatamka mambo ya kifo. Hamna kitu cha Mungu umefanya. Ukiuliza umeshabatiza watu wangapi? Biblia inasema kwamba tuliambiwa Yesu anasema tukawafanye mataifa yote kuwa nini? Wanafunzi, na tukawabatize. Jiulize umeshabatiza watu wangapi? Umeshawahi kusoma Biblia mwanzo mpaka mwisho mara ngapi? Unakuta tumefanya. Ulikuwa unatafuta pesa, ulikuwa unatafuta, unasema unatafuta maisha. Hujapoteza maisha ndugu yangu, unachopoteza ni muda. Maisha waliopoteza maisha wote, nenda kule mwisho utawaona. Wewe unachopoteza ni muda, sio maisha. Ni muda. Kwa sababu hutaki kuanza kidogo. Hutaki kuanza kidogo, unataka kuanza kwa kuona mitaji, kuona vitu vikubwa. Unataka kuanza kwa heshima. Ukianza kwa heshima, utamaliza kwa aibu. Na ukianza kwa aibu, utamaliza kwa nini? Kwa heshima. Na ndivyo Yesu alifanya. Waebrania sura 12 mstari wa 2. Waebrania 12:2. Yesu alianza na aibu, akamaliza na heshima. Sasa ukitaka kuanza na heshima na mitaji mikubwa na mikopo ya benki, utamaliza na aibu. Nyumba itauzwa. Mali yako itauzwa na benki kwa sababu unataka kuanza na mikopo. Neno la Mungu linasema nini? Waebrania 12:2. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyoko mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu Baba. Alidharau nini? Aibu, akamaliza na heshima. Kumaliza kwa heshima, amekaa kwenye kiti cha enzi, kiti cha rangi cha kuume cha enzi cha Mungu. Alimaliza na heshima, ameanza na aibu, akamaliza na heshima. Sasa leo hii mtu anataka kuanza na mitaji, anataka kuanza kwa kuona. Waebrania 12:2. Nataka kuanza kwa kuona.
utatoboa. Na ukitaka kuanza kwa kuona, unaanza ukiwa fake. Wewe ni fake. Unataka kuanza original, anza na imani. Kwanza kwa kuona ni kwanza fake. Kwanza original ni kwanza kwa imani. Kwa sababu imani haijawahi kushindwa. Imani inahamisha milima. Kwa hiyo lazima ukae uangalie unataka kuanza vipi. Unataka kuanza vipi? Na tunaposema kuanza kidogo, hizi funguo 5 za kuanza kidogo. Funguo wa kwanza ni toba. Hizi ni funguo 5 za Daudi. Funguo 5 za Daudi. Funguo wa kwanza ni toba. Toba. Yesu anaitwa Yesu mwana wa nani? Wa Daudi. Tuangalie Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Mathayo 4:17. Funguo wa kwanza wa Daudi kwa ni funguo wa toba. Neno la Mungu linasema tokea hapo Yesu alipoanza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Hiyo Yesu alitoa kwa Daudi. Yesu katika kitabu ambacho Yesu alikisoma sana kuliko vitabu vingine vyote ni Zaburi. Sababu ukiangalia Agano Jipya maandiko vitu vingi ambavyo Yesu alikuwa anahubiri kufundisha kutoka kwenye Zaburi. Tuko pamoja? Kwa sababu anaitwa Yesu mwana wa Daudi, na Zaburi aliandika nani? Daudi. Daudi aliandika Zaburi akiwa anachunga ng'ombe wakati anamkimbia Sauli. Huko anaandika nini? Zaburi. Daudi yuko vitani anaandika Zaburi. Sasa hebu jiulize brother. Hebu jiulize. Huyu mtu yuko vitani anaandika nini? Kitabu, anaandika Zaburi. Sasa leo uko kwenye vita vya corona unaandika nini? Uko kwenye vita vya maisha unaandika nini? Lazima ukae ujiulize, uko kwenye vita. Daudi alikuwa yuko vitani. Anamkimbia Sauli. Anapigana vita na anaandika Zaburi. Wewe unaandika nini? Uko kwenye vita vya corona unaandika nini? Corona imewaambia watu wasitoke ndani. Kweli wewe unaandika nini? Unasoma nini? Unafanya nini? Wakati umekaa ndani. Lazima ujiulize unafanya nini? Una masaa 24. Unakaa unaangalia TV. Una chat kwenye mitandao. Kuna kitu unachofanya ambacho corona ikisha utaenda kukitumia? Unakuta hakuna. Mungu afanye kazi na watu kama. Unajua mimi siingii kwenye maombi yoyote kama sijafanya kitu cha Mungu. Kama sijafanya kitu chochote kinachomhusu Mungu, siingii kwenye maombi. Mimi nitamshukuru Mungu tu kwa kunipa pumzi kuniacha niishi. Lakini sitaingia kwenye maombi kuomba kitu chochote. Unaomba nini? Ni kitu gani umefanya? Anakwambia njoo tuojane, eleza mambo yako, upewe haja yako, upewe haki yako. Ni kitu gani umefanya? Hujafanya kitu alafu unaeleza, utaeleza nini? Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Yohana sura 15 sura 16. Siombi chochote, siendi kwenye maombi, siendi kanisani, siendi mahali popote, siendi. Nakaa tu nyumbani. Siendi popote. Nimefanya nini? Yohana 15:16. Neno la Mungu linasema nini? Si ninyi, Yesu anasema si ninyi ndio nichagua mimi, bali mimi ndio nachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo kwa Baba kwa jina langu awapeni. Yesu anasema mkazae nini? Wewe umezaa matunda gani? Ni kitu gani umefanya? Umeshaenda barabarani ukahubiri injili? Umeenda kwa watoto yatima ukawasaidia kufua, kupika, kufanya usafi? Umeenda kwa wajane, umeenda kwa wazee? Umeenda magereza kuwatia wafungwa moyo? Umeenda kwa watoto wa mtaani? Umefanya nini? Umetunza mazingira? Alafu unaingia kwenye maombi unaenda kuomba nini? Unaenda kuomba nini? Kama hujafanya kitu cha Mungu, chana naye. Kwa hiyo sasa ufunguo wa kwanza wa Daudi ni ufunguo wa toba. Zaburi ya 51 mstari wa kwanza mpaka 19. Daudi anaingia kwenye toba. Zaburi ya 103 mstari wa 3. Daudi anaingia kwenye toba. Ufunguo wa pili ni ufunguo wa shukrani. The key of thanksgiving. Ufunguo wa pili, ufunguo wa shukrani. Zaburi ya 100 mstari wa 4. The key of thanksgiving. Nasema wa kwanza is the key of repentance. Ufunguo wa toba. Ufunguo namba 2 ni ufunguo wa shukrani, ufunguo wa shukrani. Ufunguo wa shukrani. Zaburi ya 100 mstari wa 2. Zaburi ya 100 mstari wa 4, sorry. Zaburi ya 100 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema nini?
Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, limilili jina lake. Daudi alikuwa ni mtu wa kushukuru sana. Na kwa sababu hata Yesu amechukua ufunguo wa Daudi. Yesu kuchukua ufunguo wa Daudi ni ufunguo wa shukrani. Ufunguo wa kushukuru. Kushukuru ndiko kunakoleta miujiza. Kushukuru ni funguo wa imani. Kwamba kushukuru kwa kitu ambacho hujakiona. Ni kama mtoto mdogo ukimwahidi utamletea kitu, anaanza kushukuru kabla hujafanya hajakiona. Na kwa hiyo lazima utamletea. Na kwa sababu Daudi alikuwa anashukuru kabla hajaona. Alikuwa anashukuru kushinda vita kabla hajaona. Yesu alishukuru katika ile mikate 5 kabla hajaongezeka. Akashukuru kwa ile samaki wawili kabla hajaongezeka. Akashukuru katika kifo cha Lazaro akafufuka kabla hajafufuka. Sasa kushukuru ni mfunguo wa miujiza, itakio na njia ambayo unaweza kumpiga shetani chenga, ukapiga mtu wote chenga. Ni kushukuru kabla hujapata. Na nguvu miujiza ya kulazimisha vitu vije kwa haraka ni kushukuru kabla hujaona. Yesu alikuwa anashukuru kabla hajaona. Daudi alikuwa anashukuru kabla hajaona. Na Yesu alitoa wapi? Alitoa kwa Daudi. Yesu alitoa kwa Daudi. Na kama Yesu kuongeza mikate alitoa kwa Elisha. Kwa Elia naye aliongeza mikate. Alipewa mikate 100 akalisha watu wengi, watu 200. Mikate 20 akalisha watu 100. Kwa hiyo lazima uone kwamba kuna mahali inabidi utoe, na wewe lazima utoe kwenye Biblia uongeze vitu. Ufunguo namba 3, the key of diligence. The key of diligence. Huu ni ufunguo wa kufanya kazi kwa bidii. The key of diligence. Huu ni ufunguo wa 3 wa Daudi. The key of diligence. Mithali 22 mstari 29. Mithali 22:29 neno la Mungu linasema, "Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Atakapoketi kwa chakula pamoja na watawala. Muangalie sana aliye mbele yako." Mithali 22:29. Umemwona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Kwamba lazima uangalie bidii. Daudi alikuwa na bidii sana. Kuanzia kwenye kuchunga, akaua simba, akaua dubu, akaenda vitani, akamuua Goliathi. Baada hapo akawa ni mtu wa vita, bidii, kufanya kazi sana. Sasa that's the key. Yesu alikuwa anafanya kazi usiku na mchana. Hebu tuangalie Mithali 12:24. Neno la Mungu linasema nini? Mithali 12:24. Neno la Mungu linasema, "Mkono wa mwenye bidii utatawala." Mkono wa mwenye bidii utatawala. Bali mvivu atalipishwa kodi. Ukimwona mtu yote analipishwa kodi, kila kitu analipishwa kodi, yule mtu ni mvivu. Gari analopanda sio la kwake, nyumba anayoishi sio kwake, kazi anayofanya sio kwake, mwanamke anayeishi naye sio kwake. Huyu mtu ana bidii. Ana bidii hata kutoa mahari aoe. Tuko pamoja. Yaani kila kitu anachofanya sio cha nini? Pesa anayofanyia kazi sio kwake, ni mkopo, yuko kwenye kikundi. Kwenye kikundi ni pesa mkopo. Mtu ana bidii. Ukiwa na bidii ukopi brother, utakopesha. Kwa hiyo huo ndio maandiko yanasema, ukiwa na bidii unakopesha, ukopi. Sasa lazima angalia mtu mwenye bidii atalipisha kodi, kila mahali analipisha kodi. Kila mahali akienda analipisha hela. Mpaka anakosa amani. Funguo namba 4 wa Daudi, the key of blessing. Funguo wa baraka. Funguo wa baraka. Mithali 10:22. Neno la Mungu linasema, Mithali 10:22, "Baraka za Bwana utajirisha, wala zichanganyi huzuni nazo." Baraka za Bwana zinatajirisha. Funguo wa baraka. Jitahidi sana uwe unabariki watu wengine. Uwe unabariki watu wengine. Baraka ni maneno na laana ni maneno. Kwanza kidogo, bariki watu wengine. Bariki watu wengine. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema nini? Bwana akamwambia Abraham, "Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha,
nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Mstari wa 3, nami nitawabariki wa kubarikiwa, naye akulaani nitamlaani, na katika wewe na jamaa zote za dunia watabarikiwa. Sasa angalia, Mungu anamwambia Abraham, mtu ataki kubariki, ukakutana na Abraham ukamwambia Abraham ubarikiwe, Mungu akuzidishie. Na wewe Mungu anafanya nini? Anamzidishia yule mtu. Mungu akubariki na gari, Mungu akubariki na nyumba, Mungu akubariki na kazi yako, Mungu akubariki na familia yako, na wewe unabarikiwa. Kitendo cha kubariki tu Abraham. Ukibariki jina la Abraham, na wewe unafanya nini? Unabarikiwa. Ukibariki Israeli, na wewe unafanya nini? Unabarikiwa. Unatamka maneno mazuri kuhusu yule mtu. Yaani swala ni kwamba sio lazima Abraham awe umemwona ndio mbariki. Yaani swala ni kwamba ni wewe unasema kwenye maombi yako, unaamka usiku unaomba Mungu, naomba bariki watoto ambao wana kazi wapate kazi. Mungu bariki watoto ambao wana biashara wapate biashara. Mungu bariki watoto ambao hawajajua maono yao wapate maono yao. Na wao wanapata nini? Baraka. Wanapata baraka. Ni kutamka. Ni kutamka kwenye maombi yako, una maombi ya kubariki. Mungu bariki watoto ambao wana kazi wapate kazi. Mungu bariki watoto ambao wana afya nzuri wapate afya nzuri. Wabariki na afya. Unatamka tu, na unabarikiwa. Naona baraka. Usipofanya hivyo, hamna kitakachotokea. Tuangalie Zaburi ya 109 mstari wa 17 na 18. Zaburi ya 109 mstari wa 17 na 18. Neno la Mungu linasema, naye alipenda kulaani nako kukampata. Ukipenda kulaani kunafanya nini? Kunakupata. Akupendezwa na kukubariki, kukawa mbali naye. Alijivika laana kama kwamba ni vazi lake, ikamwingilia moyoni kama maji na kama mafuta mfano mwake. Ukipenda kulaani unafanya nini? Laana zinakupata. Ukipenda kubariki na baraka zinafanya nini? Zinakupata. Kwamba lazima huo ni ufunguo wa 4 wa Daudi. Daudi alikuwa anabariki watu. Alipenda kubariki watu. Alipenda kubariki watu. Kwa mfano unafanya biashara, ameingia mteja kwenye biashara yako. Kweli yule mteja hajanunua, amejaribisha vitu, amejaribisha viatu, ameondoka. Inabidi umbariki ili Mungu amwezeshe wewe upande mbegu za baraka kwake. Mungu akubariki. Ongea naye vizuri na umbariki sana Mungu. Muombe Mungu ambariki, ampe fedha ili aje kununua nini vile viatu. Lakini kuna mtu anaingia kwenye biashara yako. Nimeona watu kwenye biashara za watu, mtu ameingia kwenye biashara, amejaribisha viatu, alipoondoka amejaribisha nguo. Wale wenye duka wanatamka maneno, amekuja kutia jasho kwenye nguo zetu. Tayari umeshamlaani yule mtu. Amekuja kujaribisha viatu, anakwambia amekuja kunawa miguu kwenye viatu vyetu. Tayari umeshamlaani. Baada kumbariki unafanya nini? Ndipo Waafrika wanafanya. Kumbe Mungu anamleta mtu atakaye kukera, apime kiwango chako cha upendo, kwa sababu mtu mwenye upendo anabariki. Mtu mwenye upendo anasamehe na kusahau. Tuko pamoja? Kwa sababu Mungu ni upendo, kwa sababu Mungu anasamehe na kufariji na kusahau. Akwambia dhambi zako zitakuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama nini? Kama theluji. Mungu ni upendo, anasamehe na kusahau. Kwa sababu mtu ameingia kwenye biashara yako, mshukuru Mungu hata kuna mtu amekuja kwenye biashara yako. Sababu yule mtu aliyokuja akajaribisha nguo na kuondoka na hajanunua, sio mtu wa kawaida. Yule mtu ni malaika. Yule mtu nani? Kumbuka Abraham alitembea na wazao watatu. Walikuwa ni wachafu. Abraham akaleta maji ya kunawa nini? Miguu. Abraham akaingia ndani akawaambia mke wake na wajakazi wake, tafuteni ndama mnono, umchinja watu wazao wakati wanaondoka hapa, sondoka na nini. Kumbe wakati wale wazao wanaondoka, mmoja wapo alikuwa ni malaika wa Mungu. Akamwambia Abraham, majira kama mwaka kesho Sara atakuwa na nini? Alipo tipu ya nini? Ya mtoto Isaac. Baada kuwafanyia wema wale watu, na walikuwa ni wachafu. Walikuwa ni nini? Ni wachafu. Wangewadharau, asingelimpata Isaac. Alipo tipu ya Isaac baada kuwanyenyekea wale watu, kuwaheshimu wale watu. Na ndio sababu akawaambia Abraham, tumekutokea, naenda Sodoma na Gomora. Sasa nataka niangamize nini? Lakini sasa kwa sababu wewe rafiki yangu, yaani Abraham alikuwa rafiki wa Mungu baada ya kuwanyenyekea wale wazee. Akaambia sasa siwezi kuangamiza kwa hichi kitu nilichofanya. Siwezi kuangamiza Sodoma na Gomora kabla sijakuuliza. Ninajua kuna ndugu yako huko kule, anaitwa Lutu. Sasa tufanyeje? Kama kuna watu, Abraham akabidi aanze mahesabu na Mungu. Kama kuna watu 50 utangamiza, utangamiza. Wakashuka mpaka watu 10, Abraham akashinda mahesabu. Abraham akashinda mahesabu. Lutu na mke wake na watoto na wajukuu na waume wake, watoto wa Lutu walikuwa katika watu.
kwamba aliyemuua mke wa Lutu nani? Ni Abraham, mshiro mahesabu. Ni kama aliyemuua Rebeka. Nani? Aliyemuua nani? Rahel. Ni Yakobo. Yakobo alisema, alimwambia Laban, mimi sijachukua miungu yako. Na kama kuna mtu yote amechukua na afe. Kumbe nani mtoto wa Laban amechukua miungu wewe? Ukachukua miungu ya baba yake. Na mwanamke huwezi kupekuliwa. Kumsachi mwanamke, unajua alikalia ile miungu ya baba yake. Yakobo akatoa maneno. Alipojifungua tu Rahel, boom, akafariki hapo. Kwa sababu na Mungu alisubiri tu yule asife na yule mtoto tumboni. Azaa na afe. Kwa hiyo sasa ni Yakobo na nguvu ya nini? Maneno. Ni maneno Yakobo aliongea. Kwa sababu Yakobo alisema Labani, sisi achukua miungu yako. Hiyo story mnakumbuka kwamba Yakobo alitoroka baada ya kuona mambo yamekuwa, ameshakuwa tajiri, sasa tena ukana Labani akachukua watoto wake na mke wake akaondoka. Because the power of blessing, baraka ni maneno na laana nini? Ni maneno. Hebu tuangalie kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19. Kumbukumbu la Torati 30:19, neno la Mungu linasema nini? Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, uwe hai wewe na uzao wako. Mungu amekuwekea nini? Baraka na nini? Na laana mbele yako. Amekuwekea maneno mawili, baraka na laana. Kwa sababu Mungu hajakuumba mtu maskini wala mtu tajiri. Mungu hajakuumba mtu maskini wala mtu, Mungu aliumba neno maskini na neno tajiri. Utakalo litaja ndilo utakalo fanya nini? Utakalo kuwa. Kusema ni tajiri unakuwa tajiri, kusema ni maskini unakuwa maskini. Na akasema na yule mdhaifu, na asema na nini? Ana nguvu. Top. Anasema na yule mdhaifu, na asema ana nguvu. Na umeshapewa kabisa, ni mtihani wa kuchagua. Kuna udhaifu na nguvu. Umeona uko dhaifu leo, sema na nini? Una nguvu. Na yule maskini aseme nini? Tajiri. Na yule ambaye amekufa aseme yuko hai. Yesu aliambia Lazaro amefanya nini? Amekufa, akasema Lazaro amelala. Sio tukamwamsha. Akasema Lazaro amekufa. Kwamba nenda kinyume. Anza na nini? Kidogo kwa imani. Kwanza kidogo na imani, kwanza kusema, tamka. Ukitamka kitu umetanguliza maneno yako mbele ya safari. Kwa mfano unasema nenda Dar kesho. Yale maneno yako yameshafika wapi? Dar. Tanguliza maneno. Yesu anasema siku ya 3 nitakufa na siku ya 3 nitafufuka. Ameshatanguliza maneno yake mbele ya siku yake. Na ndivyo atakavyokuwa. Kwamba lazima ujue hizi funguo 5 za Daudi. Funguo ya 5 ni kusifu. 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 Daudi alimsifu Mungu sana. Kusoma Zaburi ya 136, Daudi anasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake za milele. Mshukuruni Bwana wa Bwana, kwa maana fadhili zake nini? Za milele. Mshukuru. Tuko pamoja. Anamsifu Mungu, anasema hakuna Mungu kama wewe. Wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Wewe ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji. Wewe ndio Mungu uliyefanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala nini? Usiku. Anamsifu Mungu. Wewe ndio Mungu uliyemvusha na Waisraeli katika bahari ya Shamu. Wewe ndio Mungu uliyegawa bahari ya Shamu. Anamsifu Mungu. Daudi anamsifu Mungu. Kisoma Zaburi ya 150 yote, mstari wa kwanza mpaka 6. Daudi anamsifu Mungu. Hiyo ni ufunguo wa Daudi. Na kitu ambacho Yesu alikifanya. Yesu alitumia hizo funguo zote 5 za Daudi. Aliwaambia watu watubu. Alikuwa ni mtu wa kushukuru, afanya kazi kwa bidii. Yesu alikuwa anabariki, aliita wanafunzi wake akawatia mikono akawabariki. Yesu alikuwa anamsifu Mungu muda wote. Basi hizi funguo 5 ukianza na hizi funguo 5, hakuna mahali utakapokuwa. Lakini lazima uanze na toba. Lazima uanze na nini? Na toba. Lazima uanze na toba. Hizi ni funguo 5 za Daudi ambazo Daudi alifanya. Daudi, Mungu akasema hakuna mtu aliyependeza moyo wangu kama nani? Kama Daudi. Lazima utumie hizi funguo 5. Utumie hizi funguo 5. Tunasema funguo wa kwanza ni toba. Funguo wa pili ni kushukuru. Funguo wa 3 ni kufanya kazi kwa bidii. Funguo ya 4 ni baraka, kubariki watu wengine. Bariki watoto wako. Bariki siku ambayo ni mpya imetokea. Bariki ile saa jipya. Siku ya 5, funguo wa 5 ni kusifu. Sababu sisi tunapomshukuru Mungu kila baada ya dakika 5, kila baada ya dakika 60, tunasubiri hizi funguo 5. Tunatubu, tunashukuru, tunabidii ya kushukuru Mungu, tunabidii ya kufanya kazi,
bariki na tunawasifu. Hizo ni funguo tano. Tuko pamoja. Tunaposema anza kidogo kwa imani, unaanza na toba, unaanza kumshukuru Mungu katika kila jambo, usilalamike. Kwa sababu kumbuka unavuna ulichopanda. Usilalamike kwenye jambo lolote. Kuna mahali unavuna ulichopanda. Kwa sababu una masaa 24 kwenye muda wako ulipanda nini? Muda useme uongo. Kile utakachopanda kwenye muda ndicho utakachofanya, utakachovuna kwenye maisha. Si naomba usikilize. Utakachopanda kwenye muda wako ndicho utakachovuna kwenye nini? Kwenye maisha yako. Utakachopanda kwenye muda wako. Una masaa 24 kila siku. Unapandaga nini? Utakachopanda kwenye muda wako ndicho utakachovuna kwenye maisha yako. Umeona mtu yote anataka leo ni mzee. Alichopanda kwenye muda wake ndicho anachovuna kwenye maisha yake leo. Kwa lazima ujue na kutubu ni kung'oa yale uliyopanda ambao uyapendi. Ni kung'oa. Na mshukuru Mungu katika kila jambo. Fanya kazi kwa bidii. Tamka maneno mazuri. Kutamka maneno mazuri ni kubariki. Kubariki ni kutamka maneno mazuri. Kama hiki kipindi cha corona, watu wanasema biashara, hakuna sema kuna biashara. Kazi hakuna sema kuna nini? Kuna kazi. Usitamke udhaifu hata siku moja. Hiki ni kipindi ambacho Mungu anaangalia wale watakaotamka maneno mazuri ndio watakao survive. Ukisema watu wanakufa wanasema mimi nitaishi. Mimi na familia yangu tutafanya nini? Tutaishi. Wanaokufa ni hao wanaokufa na watu walitamka nini? Vifo. Unajua kwenye brother nakwambia, waliokufa wote na corona na wanaokufa na corona ni wale wanaotamka nini? Vifo. Corona inakuja kuwafagia. Kama unajua kabisa utaishi. Kumbuka Joshua aliwaambia wana wa Israeli, chagueni vile mtakia fadhili, akamtumikia. Akasema mimi na familia yangu tutamtumikia nani? Walichagua kutumikia Mungu. Kwamba kuishi tuchagua. Chagua kuishi, utaishi. Chagua kufa unafanya nini? Jinsi mtu awazato na fikiri yake ndivyo alivyo. Unapoacha unachokiwaza ndicho kitakachotokea. Kile aibu alichokihofia sana ndicho kilichofanya nini? Kilichomtokea. Kile aibu alikuwa na hofu kwamba akifilisika atakuwaje. Hofu ya Ayubu ilikuwa ni kwa nini? Ni kufilisika. Kusoma Ayubu 3:25. Pamoja ile aliloogopa sana ndio lililomjilia. Kile kiogopa sana. Alichokitia hofu kilichompata. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba watu walikuwa na hofu ya kifo wamekufa. Kama huna hofu ya kifo, kwa sababu ndio adui, hofu ya kifo ndio adui na namba moja. Ukishakuwa na hofu tu ya kifo kinakupata. Na kifo ndio adui, ndio enemy, ni adui wako. Lakini Yesu alishinda nini? Alishinda kifo. Kifo ni adui. Kwamba Yesu alishinda nini? Kifo. Alimshinda kifo. Kafufuka. Kwamba lazima ushinde kifo kwa maneno yako. Tamka sitakufa bali nitaishi. Upate kusimulia matendo makuu ya nani? Mungu. Sitakufa bali nitaishi. Unatamka unatilia imani yako. Usipofanya hivyo, kifo kinakupata. Kwamba lazima utamke maneno mazuri. Hiki ni kipindi cha kutamka maneno mazuri. Usitamke udhaifu hata kidogo. Namba 5, funguo namba 5, msifu Mungu. Msifu Mungu. Na tunaposema kumsifu Mungu, kuna mtu anaweza kuletea story ya mtu mbaya. Ina maana utamwongelea mtu vibaya tu. Hakuna kitu kizuri hata kimoja alichofanya. Tafuta kile kizuri ambacho alichokifanya yule mtu ndio ufanye nini? Ndio mkijadili hicho. Mungu angaliaje makosa ya mtu? Mungu anaangalia yale mazuri tu. Mungu angaliaje makosa? Yeye chochote mtu amefanya, usikae ukajadili ukadiscuss na mtu mnajadili mambo ya mtu, yale mabaya tu. Hapana, tafuteni ile nzuri anayofanya. Muongelee ile nzuri. Na wewe watu watafuta ile mazuri unayofanya, waongelee na kwako mmoja tu. Hakuna mtu ana nini mabaya. Hakuna mtu ana upande wa giza. Kila mtu ana upande wa giza na upande wa nuru. Kila mtu ana usiku na nini? Na mchana. Usiongelee usiku wa mtu tu, ongelea pia mchana wake. Usiongelee usiku wa mtu. Usiongelee mabaya tu, kumba mabaya usiku upo. Huwezi kukwepa nini? Usiku upo. Mimi na usiku wangu na mchana wangu. Ongelea mchana wangu, usiongelee usiku wangu. Kwa lazima ukiongelea mchana wako, ukiongelea mchana wa mtu, na watu wataongelea mchana wako. Ukiongelea mema ya mtu, watu wataongelea mema yako. Ukiongelea uovu wa mtu, na watu wataongea uovu wako. Ni kama vile ukiingia kwenye siasa, wanaenda kuongea uovu wako.
ukiokoka kwa mtumikia Mungu, wanaongelea haki yako, wema wako. Tuko pamoja? Ukienda kwenye siasa tu, watafumua kila kitu. Ulizana nani? Ulitembea na nani? Ulifanya nini? Uliuaga? Watasema kila kitu, watafumua kitu cha ndoto za leo mpaka leo. Lakini nenda kumtumikia Mungu, hawasemi kitu. Mungu anafunika, anakwambia dhambi zako japokuwa jekundu kama damu, nitafanya ziwe nyeupe kama nini? Ukimtumikia Mungu anabadilisha dhambi zako zinakuwa nyeupe kama theluji. Ndio sababu unaitwa mtumishi wa Mungu. Mimi dhambi nilizofanya zinanitosha mimi mwenyewe. Dhambi nilizofanya zinanitosha mimi mwenyewe, lakini Mungu amezibadilisha zimekuwa nyeupe kama nini? Theluji. Naitwa mtumishi. Full stop. Nenda kwenye siasa uone. Watafumua kila kitu. Watafumua kila kitu. Tangu ulipozaliwa mpaka leo. Na wataandika kwenye mtandao. Na ukienda kwenye siasa, ina maana kuna vitu ambavyo kuna watu wamezaliwa hawakujua mambo yako na wanakuheshimu sana. Ukienda kwenye siasa, mpaka wale ambao walikuwa wajua tajuu, kwa nini usimtumikie Mungu? Akafuta hizo dhambi akafanya zikawa nyeupe kama theluji. Kwa nini usimtumikie Mungu? Ili mambo yako ya zamani yasijulikane. Mungu anafunika. Kuna mtu ataongelea mambo yako ya zamani. Na siku ukitoa shuhuda yako inasaidia mtu mwingine. Very simple. Nenda kwenye siasa, wanafumua. Kienda kwa Mungu anafunika. Siasa inafungua, Mungu anafanya nini? Anafunika uovu wako, anafunika uovu wako. Siasa inafunua uovu wako. Kwa lazima uchague. Kwa sababu Joshua anawaambia wana wa Israeli, chagueni vile nani mtakayemtumikia. Kumtumikia Mungu anafunika maovu yako. Kutumikia siasa inafunua nini? Maovu yako. Kwa fahamu muda wangu umeisha. Kwa tunaangalia namna gani kuanza kidogo kwa imani. Tumesema ni kuanza kwa toba. Na wewe ni mtu wa kushukuru, fanya kazi kwa bidii, tunza mazingira, fanya kazi za kijamii. Tamka maneno mazuri, bariki watu. Na msifu Mungu. Na sifu watu wengine kwa vitu vizuri wanavyofanya. Hata mtoto wako akifanya kitu kizuri, fanya nini? Sifie ili afanye zaidi. Hata kama mtu amekosea, mwambie umefanya vizuri. Unaona kwenye timu ya mpira, kocha amesimama, kocha amekaa pembeni. Jamaa amekosa goli. Kocha roho inamuuma kweli, jamaa akakosa goli na wazi kabisa. Lakini anambia, well done, anamwambia vizuri. Tuko pamoja, lakini moyoni anafanya nini? Anaumia, akakosa goli na wazi kabisa. Lakini anamwambia, safi sana. Jamaa mkosea lakini anatoa hongera. Anaongeza nini? Bidii. Na wewe mtakikosea, jifunze kumuonya mtu kumetabasamu. Jifunze kumuonya mtu unafanya nini? Unatabasamu, acha hasira. Unaharibu kila kitu. Ni mfanyakazi amepasua sema, muonye huko unatabasamu, mwambie usiwe na wasiwasi. Hiyo muda wako ulikuwa umeshaisha. Ndijua tukio tunataka tumue nyingine. Umeelewa? Ameharibu kitu mtu, unamuonya huko unatabasamu. Unasema sio na wasiwasi. Hivi ni vitu vinatokea, ni maisha. Tuko pamoja. Mtu anakwambia nimefanya kosa hili na hili na hili, mwambie. Mimi kuna mtu ananiambia kwamba ameshawahi kufanya abortion. Nikamwambia sijali. Wanawake walioolewa wote, wanaume ndani na ndoa zimefungwa kanisani, wanatumia vidonge vya uzazi wa mpango. Kila mwezi, kila mwaka wanaua watoto 12. Kuna sumu ya panya na mtego wa panya. Kinywa vidonge vya umechoma sindano, umewekwa vidonge, unakula vidonge, unakunywa sumu ili mtoto akija anafanya nini? Anakunywa, anakufa. Ina maana mwanamke ameolewa tena amefunga ndoa wapi? Kanisani. Kwa mwaka anaua watoto wangapi? 12. Sasa wewe umetoa mimba moja tu alafu unataka tutubu sasa hivi, tuingie kwenye toba. Tuko pamoja. Kwa lazima uangalie huyu mtu anakaa anajihukumu na mimba moja leo hao walio kwenye ndoa wanaoua kila siku. Naambia sio na wasiwasi. Kuna waliofanya makubwa kule. Kuna marais ambao wameingia madarakani wameua watu wangapi? Kuna serikali ya Marekani inaenda vitani, imeua. Leo kule Marekani mapolisi wameua watu wangapi? Wameua mmoja tu. Tumshukuru Mungu huyo mmoja tumemuua. Usimwambie mtu kwamba kitu ni kibaya sana. Mwambie usirudie tena. Usirudie tena. Kosa ni kurudia kosa.
Lakini na kwanza mtu mmoja ambaye anakwambia mfanye hicho kitendo ana miaka 20. Ina maana ni ujinga wa nini? Wa kitoto. Ni ujinga wa kitoto. Hata mtumishi na miaka 20 nimetoa nimefanya abortion. Naambia sijali. Unampa unaona kwamba kosa umeshafanya usirudie tena. Afu unamtia moyo. Kuna watu wameua zaidi yako. Kurudia tena hiyo ni hapo. Mimi nimeshamaliza sehemu yangu. Kwa hiyo kuna tia mtu moyo. Simkatishe tamaa kabisa. Huyu ni mtoto mdogo. Na anakwambia mfanye ndio kosa kwamba ni uzembe tu, ni ujinga wa kitoto. Hajafanya kitu akiwa na akili timamu. Kwa hiyo lazima unamtia moyo, unampa maneno ambayo yatamsaidia mbele ya safari na unaambia usirudie tena. Na ndio sasa hata Yesu alikuwa akimponya mtu. Anaambia imani yako mponya. Usirudie tena. Usirudie tena. Yesu alikuwa anamponya mtu anaposema tena. Wewe kama mtu ameshafanya abortion, alafu unaanza kumkemea, unaweza kurudisha ile hali ikawa kawaida? Huwezi kurudisha ile hali ikawa kawaida. Kwamba ni kumtia moyo na kumfundisha na kumwambia usirudie tena. Na Yesu alikuwa anambia usirudie tena. Naona hapo ndio full stop. Mimi eneo langu nimeshamaliza. Nimekutia moyo na nimekwambia usirudie tena. Kwa fahamu tutaishia hapo. Tumshukuru Mungu kwa dakika chache alafu tumalize. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa majira saa 6 tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa siku hii ya leo uliyofanya kwa ajili yetu, tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa mwaka 2019, mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100, asante kwa mwezi wa 5, asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante kwa tarehe 11 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, asante kwa tarehe 11 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, asante kwa tarehe 11 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, asante kwa tarehe 11 ya mwezi wa 6 mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho. Asante Roho Mtakatifu kwa majira saa 5. Asante kwa majira saa 6, asante kwa majira saa 7. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira saa 6 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira saa 6 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo ya siku zetu za mwisho. Tunabariki ya majira saa 6 na uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza, malango ya akili ya Kristo, malango ya ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, malango ya nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, mafunuo ya Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kuanza kidogo kwa imani katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo ya kuanza kidogo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufungulia malango ya kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante
kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, katika jina la uweza la Kristo Nazareth. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa falme, wewe ndio mwanzo wa mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyetandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyefanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani, ukatupa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyegawa bahari ya Shamu, ukawapitisha wana wa Israeli katikati yake, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyeua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa huo ufalme mashuhuri. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetufufua katika umaskini, katika magonjwa, uliyetufufua katika ukiwa, katika utupu, katika giza, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, kwa tuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetuwekea ulinzi, kinga dhidi ya virusi vya corona, dhidi ya ajali, dhidi ya majanga ya dunia kwa damu ya Kristo Nazareth, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ninasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandikwa umo, kwa maana wakati ukaribu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki familia zao, bariki ndoa zao, bariki wateja wao katika biashara, bariki wanafunzi wao katika huduma, bariki mawazo zao, bariki muda wao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapata kufanya kazi, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wabariki na neema ya Kristo ya kuanza kidogo kwa imani, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wabariki na nguvu ya kuanza, nguvu ya kuendeleza na nguvu ya kumalizia, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Nakuja mbele yako Roho Mtakatifu, tunakaribisha tena katika majira ya saa 6 kwenda saa 7, uwe mwalimu wetu, utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Tupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuanza kidogo kwa imani, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate neema ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira ya saa 6, uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Okay, tutaenda kwenye sala ya toba. Dakika moja tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3. Nikisema jina langu Billy Mushi, unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi. Mimi Billy Mushi, naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita,
futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda, katika jina la weza la Yesu Kristo wa Nazareth. Hallelujah. Amen. Tarudia maneno nikisema jina langu bila mwisho, nasema jina lako. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Hallelujah. Amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. For promotion, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my visas, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my houses,